Karibu episode ya 9 ya Basha hii hapa safi ya The Veil. Kama ni mgeni katika channel hii, usiache kusubscribe, kulike na kushare. Tunaanza kwa Yoji hii akiwa na mlaumu Do Jin Suk kwa aliyomfanyia baba yake. Lakini kumbuka hatujui binti aliona nini mpaka akaamua kuchukua maamuzi haya ya kuja hapa. Do Jin Suk akamuuliza ni kitu gani binti anataka kukisikia kutoka kwake, na kama ana uhakika kuhusu hilo, hata asiulize mara mbili, apige risasi. Baada ya kuona binti ana sita, akamwambia kama una uhakika kuhusu hili, kaa kwa kutulia. Maana kuninyoshia bunduki ni sawa na toi, na siku nyingine uje na bunduki ya kweli, kwani ndio itakayoweza kuniua. Kisha akasepa na kumwacha Yoji hii akiwa analia. Ndani ya hospitali hali ya Dr. Kang bado ni mbaya, na mpaka sasa hatujafahamu ni kitu gani kimemkuta. Na Han Ji-hyuk anakumbuka ile tukio baada ya kufungua kwenye gari, alimkuta Dr. Kang akiwa amezima, na inaonekana gari hilo lilikuwa likikontroliwa na mtu, maana hata mguu haukuwa kwenye gia ya moto. Akatoka nje ili kuangalia ile video yake aliyotumiwa. Sasa akumbuka episode ya 8 mwishoni alikuwa akiangalia video hii, na akawa amekumbuka mtu aliyekuwa akiwasaliti kwa kipindi cha mwaka mmoja nyuma wakati wapo China. Sasa katika video hiyo akawa anasema mmoja katika timu yetu alikuwa ni msaliti, na mtu huyo alikuwa anawasiliana kwa siri na mtu wa nje, na mtu mwenyewe alikuwa ni Kim Dong-wook. Nilimuona mwenyewe eneo la tukio kwa macho yangu, na nina uhakika alikuwa akipokea amri kutoka kwa mtu, lakini bado sijafahamu ni nani alikuwa akimpa amri. Na video ya mwisho itatumwa kuko wiki inayofuata kuanzia sasa, na itajumuisha kila kitu kilichotokea wakati huo na mtu aliyeoa marafiki zako. Lakini kumbuka, kabla ya kuangalia video hii ni lazima mtafute sungura huyo kwanza, anayetoa amri ndani ya NIS. Sasa mtaalamu Han Ji-hyuk, hivi ni vitu vinavyomnyima usingizi kabisa. Ndani ya NIS tunamwona huyo mzee bado ndiye mkuu wa kazi, na hapa anamuita huyo mzee wa mipango Mr. Lee, na mpaka sasa tayari tumeshapata jina lake, kwa hiyo hatutomuita tena mzee wa mipango. Sasa mkuu wa NIS akawa anamlaumu sana Mr. Lee kwa kufanya mabadiliko katika kitengo bila kuhusisha uongozi mkuu, na kama vipi apewe adhabu ya kusimamishwa kazi kwa muda kwa utovu wa nidhamu. Mr. Lee akasema hii ni kwa ajili ya timu yangu, na ulisema unaniamini, sasa kwa nini unaniingilia kwenye idara yangu? Uchaguzi unakuja, kwa hiyo ni lazima ubadili upande, na nimeelewa ni kwa nini una wasiwasi. Ni kwa sababu umeshapita umri wa kustaafu, na Ikulu imekuka kwenye nafasi hiyo, wakigundua hawatopenda uendelee kuwepo. Mkuu wa kitengo akasema usisahau kuwa bado nipo kwenye hii nafasi na bado nina mamlaka pia. Yoji akiwa anapakia vitu vyake akajiwa na marafiki zake anaofanya nao kazi, wakamwambia kama unaenda Domestic Intel Division huenda tusikuone tena, kwa kuwa unahama tunaamini utafanya kazi vizuri. Haka kabinti kakadakia kakamuuliza vipi kuhusu bosi wake Ji-hyuk kama amemwaga. Swali hilo lilimfanya binti Yoji hajihisi upweke, ni kwa sababu alizoea kufanya kazi na mchizi. Kwa Han Ji-hyuk amekuja kwa rafiki yake ambaye amekuwa akimsaidia kutafuta taarifa mbalimbali, akampa document ambayo ina taarifa za Dong-wook. Ikumbuke kuwa huyo Dong-wook alikuwa ni mmoja wa marafiki wawili ambao walikufa kule China, na ndiye mtu ambaye Ji-hyuk anaamini alikuwa ni msaliti. Na katika kuchunguza akagundua Dong-wook alikuwa ameoa, na mtu aliyekuwa akimpa amri alikuwa ni Do Jin Suk, na mwamba Han Ji-hyuk akasema itapendeza kama atapata mawasiliano ya huyo mwanamke. Baada ya huko akarudi ofisini na kumkutana Yoji akitoka. Mombe kabidi amchukue pembeni ili wakaongee. Wakaja mpaka huko juu ya gorofa. Yoji akamuuliza kama Sang-moo ndiye aliyehusika kumdhuru Dr. Kang. Han Ji-hyuk akasema nina uhakika kuna mtu aliyetaka kuniona anapata matatizo kama yaliyomkuta Park Hyun-joo, na ninahisi kuna mtu alikuwa ameweka mpango huo. Yoji akamwambia kuwa ulisema Lee Dong-chul alikufa mwaka mmoja uliopita. Kama ulitaka kumtumia kuingilia uchaguzi, ni kwa nini walimuua, na wakati hawakuwa na sababu ya kufanya hivyo, na ukuwafikiria mtu zaidi ya Sang-moo kuwa ndiye aliyehusika, na hakuna mtu mwingine aliyemuua Lee Dong-chul zaidi ya Do Jin Suk ambaye umesema alikuwa akitoa amri. Ji-hyuk akasema mauaji yake ilikuwa ni kuzuia uasi wake. Binti akasema unajua vizuri sana kwa Do Jin Suk ana uwezo mkubwa sana wa kufanya hivyo na kupata majibu, ndio maana alimuuza baba yangu na kumtupa Korea Kaskazini. Yaani uwezo wake ni zaidi ya mvamizi. Na jana nilikutana naye na nimesikia umeingiza application ya kunifuatilia katika simu yangu. Yoji akatoa simu na kuivunja kwa hasira na kumwambia mtaalamu kuwa huu ndio mwisho wa kufanya kazi pamoja. Ji-hyuk akamuuliza kama Mr. Lee ndiye aliyemwambia kuhusu Do Jin Suk kumuuza baba yake, na kama ni yeye basi jua anakutumia. Yoji akasema vipi kuhusu wewe? Umekuwa ukinitumia na umeshindwa kuniamini. Kisha binti akachukua vitu vyake na kuondoka. Lakini mwamba akamuita na kumwambia kama hutogeuka kwa sasa huenda tukalazimika kuonana kama maadui wakati ujao. Nafikiri tumeelewana. Yani hapa picha ndo limeanza kuchangamka baada ya mapati nao kwanza kuzinguana. Kitu cha kushangaza ni kuwa wakati wakizozana wawili hao, kumbe Mr. Lee aka mzee wa mipango alikuwa akisikiliza kila kitu.
Baadaye akawa amemwita Yoji na kumwambia umefanya chaguo zuri, kuachana na Han Ji-ok. Yoji akamuuliza hivi ni kitu gani utakifanya kwa Baek Musa kama utampata. Mr. Lee akasema nina uhakika una hofu ni kwa sababu unahisi atakuwa ni baba yako, na kama Do Jin-suk atampata mapema basi atafanya chochote anachokitaka, hata kumuua ni kwa sababu kuna mambo mengi nyuma anataka kuyaficha. Yaani mzee wa mipango anachokifanya ni kupandikiza chuki na hila kwa binti maskini wa watu. Akamchukua Yoji na kumleta katika utawala wake, na hii ndio ofisi ya DIS ya Domestic Intel Division. Akaambiwa hii ndio ficha yetu, na binti akiwa bado anaangaza macho akaona kuna sehemu imeandikwa Hargos. Akakumbuka ile siku wakati ameenda na Han Ji-ok katika ile kampuni ya Planet. Akaambiwa sehemu hii imeundwa na timu maalum na yote ni kuweka macho kwa Baek Musa. Nafikiri mpaka sasa utakuwa umeelewa. Baada ya kumaliza, Mr. Lee akawa anatoka na akatoa amri wawe makini na binti kama Hargos, yani jitu lenye macho 100. Ji-ok akiwa na Chief Ha akamwambia itabidi tuweke mtu ambaye atakuwa ni mwaminifu, atakayeweza kukagua sehemu aliyokuwa anakaa Director Kang mapema. Lakini Chief Ha akauliza kama mtu aliyemfanyia hivyo anajulikana. Mwamba akasema anaomba apatiwe muda kidogo, ni kwa sababu hana uhakika bado. Lakini akauliza kuhusu Dong-wook, alikuwa na ukaribu na nani kati ya Director Kang na Do Jin-suk. Chief Ha akamjibu kwa kusema Dong-wook alifanya kazi nyingi na Do Jin-suk na ndiye aliyekuwa msimamizi. Mwamba akaja katika saluni moja inaitwa Lia, na huyu ndiye aliyekuwa mke wa Dong-wook. Akamwambia Ji-ok kuwa hajui mengi zaidi, lakini alipata hofa kutoka uongozi wa juu, na baada alikuwa akiendelea kutafakari cha kufanya, na alikuwa akisema kuwa anajisikia vibaya kuhusu wenzake. Kwa Do Jin-suk inaonekana bado anamfuatilia Ji-ok kwa kina sana. Sasa ni mpango gani alionao? Maki inaonekana anamfuatilia sana. Hautuamini maneno ya Mr. Lee kuwa Do Jin-suk kuna mambo anayaficha. Anyway, tuendelee. Ni majira ya saa 6 kasoro usiku. Yoji bado yupo kazini anakomaa, na jukumu lake kubwa lililopewa na Mr. Lee ni kuweka umakini kwa Do Jin-suk. Han Ji-ok bado halali anaendelea kuumiza kichwa. Anasema Lee Dong-chul alijaribu kutoroka kwenda Korea Kusini. Ina maana Do Jin-suk alimpa kazi Dong-wook na misheni yake ilikuwa ni kumzuia, lakini haikumaanisha kumua Lee Dong-chul. Lakini alikuwepo mtu hiyo siku ambaye nikimpata itakuwa rahisi kujua kila kitu. Yoji akaleta video kwa Mr. Lee na kumwambia walikuwa wakijaribu kutumia namba za siri na mbinu hii ni ya kizamani, lakini ili kupata majibu kamili itachukua wiki kadhaa. Ji-ok alipokuja kwa rafiki yake akaambiwa Park Hyun-ju aliwahi kufanya kazi Planet. Alitupa taarifa kupitia IU kama ulivyosema, na mtu wa mwisho kutoa fununu alikuwa ni Director Jung Yo-tae wa SID, yani Security Investigation Division. Han Ji-ok akaja mpaka katika ofisi ya huyo Director Jung Yo-tae, lakini kumbuke mtu huyo naye pia ni mpambe wa Mr. Lee. Japo nimekuwa nikimuita mzee wa mipango ni kwa sababu majina yao yalikuwa hayajafahamika. Mwamba akasema wewe ulikuwa ni mmoja ya waliomwambia Director Kang jinsi taarifa za asili za Planet zilivyovuja, na ndiyo sababu iliyokufanya urudi kwa Mr. Lee ukiwa na lengo la kumwangusha kupitia Director Kang. Sasa nataka unipe baadhi ya taarifa, na kama ukikataa nitasema makosa uliowahi kuyafanya nyuma. Lakini Director Jung Yo-tae akagoma na kumtimua kwenye ofisi yake. Kwenye kitengo alichohamia Yoji huku ni hakuna kulala. Akapewa kazi ya kuangalia CCTV kamera za eneo la Marina kama kuna kitu chochote ambacho kinetia mashaka. Maeneo ya Marina leo Do Jin-suk amekuja kunana na mtu mmoja, na Ji-ok inaonekana amefika maeneo hayo. Akiwa bado anazubaa, anapokea meseji ikimwambia azuie masniper wako eneo la saa 3 kamili na saa 9 kamili. Maneno ya kijeshi hayo, misi chochote. Mwamba akafanikiwa kuwaona walipo na lengo lao wamedhamiria kumuua mtu huyu aliyekuja kunana na Do Jin-suk. Ghafla risasi ikapigwa. Hapo ikawa ni kila mfanyakazi kumlinda bosi wake na kibarua chake, na bonge la mlipuko likawa limetokea. Sasa uso kwa uso Ji-ok anakutana na huyu Mwamba kwa mara ya kwanza, na huyu ndiye Baek Musa mwenyewe ambaye tumekuwa tukimsikia toka mwanzo, na Yoji ndiye anamwisi kuwa ndiye baba yake. Ji-ok akamuuliza Baek Musa sababu ya kurudi Korea, naye akamwambia ipo sababu moja iliyomfanya kurudi Korea na ni kutafuta maadui zake na kuwamaliza, na akamwambia nakujua vizuri sana kuliko unavyonijua mimi. Inaonekana unataka kulipa kisasi, lakini kuna kitu natakiwa kukisafisha kwanza. Ji-ok akataka alizoe na Baek Musa anamjua kivipi kumuhusu. Akamwambia utakiwi kuwa muoga sana, ni kwa sababu ukumbuki na imaanishi kuwa ya zamani yameondoka. Wewe subiri atarudi na kung'ata shingoni. Cha kujiuliza maneno haya yana maana gani kwa Han Ji-ok mpaka kuambiwa hivyo. Baada ya hapo Baek Musa akasepa zake na mtaalamu akawa ameshindwa kumkamata. Ndani ya kitengo wamemind sana kuona Ji-ok ameingilia mchongo wao na kuharibu, na Yoji
anakumbuka alikuja kwa Ji-hook lakini akawa anajikanyaga kanyaga. Mwamba akamwambia, umesema umekuja hapa tupige dili. Binti akasema ni kuhusu Mr. Lee. Anamtaka Baek Musa na mimi nitajiunga kwenye timu yake na nitakuwa nikikupa taarifa. Na yeye aliingia makubaliano na Sang-moo mwaka mmoja uliopita. Lazima atakuwa na muongozo unaotaka, lakini mimi namtaka Baek Musa, naomba usimuue. Sasa hapa tunapata kufahamu kumbe ugomvi wa wawili hawa Ji-hook na Yeon-ji kuzozana kumbe ulikuwa ni mpango ili kuweza kuingia ndani zaidi na kupata taarifa. Kwa mtaalamu amembananisha Do Jin-suk na kumuuliza kama ndiye aliye kama sniper ili wamkili Baek Musa, lakini akakataa na kusema alikuja kufanya naye makubaliano. Ji-hook akamwambia Do Jin-suk kabla hawajaenda China alimpa Dong-wook misheni yake peke yake. Sasa hatoe maelezo kuhusu hilo. Do Jin-suk akasema kabla mjaenda tulipata taarifa kutoka kwa Baek Musa ambaye alikuwa mpakani mwa China na alikuwa ni moja kati ya majenti wetu na alichukuliwa kwenda kaskazini mwaka uliopita. Haikuchukua muda nikamwachia Baek Musa na Lee Ni-hwa ambao wamekuwa wakifanya mambo makubwa pamoja, na kwa njia ya kuwazuia wakina Lee Dong-chul nilihitaji mtu ambaye ataweza kuikubali amri yangu, ndio maana nilimchagua Dong-wook. Ji-hook akauliza ni kwa nini alimruhusu kumua Lee Dong-chul. Do Jin-suk akakataa, lakini akasema kama hiyo ndio ilikuwa njia pekee ya kumzuia basi naweza kusema ndio, nilitoa amri ya uawe. Mwamba akaingia bafuni ili kujiweka sawa, lakini alikuwa akikumbuka maneno aliyoambiwa na Baek Musa na maumivu ya kichwa yakaanza, na hali kila ikimujia kuna baadhi ya kumbukumbu zinakuwa zinarudi. Akasema mtu aliyekuwepo hiyo siku ni Cha Jun-woo. Kwa Dr. Jang Yeon-tae akirudi kwake anamkuta mtu ambaye hakumuelewa. Akaamua kuondoka, lakini ghafla ikaja gari mbele yake na kumchukua kwa nguvu. Ina maana ndio hivyo kashabebwa. Walipofika mataa akatumia nafasi hiyo kujitetea na hamna kingine zaidi ya miguu nisaidie. Chifu akamwambia Ji-hook, nimeangalia kwenye kamera za Director Kang, nafikiri alikutana na Jong Yeon-tae hapa, lakini nimetuma vijana wa kuaminika na muda sio mrefu wanamleta hapa. Tunapata picha kamili, kumbe wale watu waliokuja kumkamata Jang Yeon-tae wamepewa amri na Chifu. Sijui atamwambia nini kwa sababu tayari ameshatoroka. Majira ya usiku Jang Yeon-tae akaja kwa Han Ji-hook. Mwamba akamwambia Yeon-tae njia pekee ya kuendelea kuishi ni kwenda kwa Mr. Lee. Yeon-tae akauliza hali ya Director Kang, akaambiwa bado hajitambui mpaka sasa na wewe ndio utakayefuata kwenye huu mstari. Jang Yeon-tae akasema Mr. Lee ana kitu kimoja ambacho ndio udhaifu wake na ni lazima ujue, ikiwemo na planet. Unajua anajaribu kutumia taarifa za watu na amepata nafasi kwenye uchaguzi na aligundua kuwa maoni ya mtandaoni na umbea wa Korea Kaskazini havifanyi kazi tena. Kwa hiyo anajaribu kudhibiti umma kwa kutumia taarifa zake binafsi alizozipata kutoka planet. Lazima kuwa na ripoti ya utafiti iliyoandikwa na maprofesa. Hivyo weka mikono yako juu ya hilo na upeleke kwa waandishi wa habari ukiwa na ushahidi kamili. Mwamba akaja hadi kwa Yeon-ji akamwambia Dr. Jang Yeon-tae kakubali kusema kama nilivyotaka. Naye binti akauliza kama Mr. Lee ndiye anahusika kwa yaliyotokea kwa baba yake na kwa Han Ji-hook mwaka mmoja uliopita. Mwamba akasema sina uhakika, lakini ili kuhakiki mpaka nisikie kutoka kwake. Han Ji-hook akarudi maskani kwake na kuchoma mapicha yote, lakini anawaza sana kuhusu sungura aliye ndani yao. Shin Sang-yeon akiwa anaingia ofisini kwake anastuka kumkuta Mr. Lee. Akamwambia nina muda mrefu sijakuona, lakini unaonekana vizuri sana. Mtoto wa kiume anasifiwa na mwanaume mwenzake. Haya, Mr. Lee akasema nimesikia umepanga kuzima mfumo mzima wa kutuma ujumbe ndani ya planet. Sasa hiyo ni mbaya sana na mlango wa nyuma uliotupa utakuwa hauna maana tena. Sijui Shin Sang-yeon ameambiwa nini, lakini inaonekana ametoka akiwa amepaniki. Lakini upambe wake akamwambia haina haja ya kuogopa. Kama Mr. Lee amesukuma hivi, ni lazima na wewe usukume kwake kwa nguvu zaidi, kwa sababu hawezi kukaa na kutazama tu. Sang-yeon akasimama na kusema najua. Hey, Mwamba amesha data. Akaja katika chumba chake cha siri ambacho ndio control nzima. Wenzetu wameshaendelea tangu mwaka 2021 wanatumia VR. Haya, Yeon-ji akaingia katika kompyuta na kutafuta taarifa kuhusu Won Wo-yoon. Kwa makini mtazamaji, usije ukachanganya mambo. Kuna Shin Sang-yeon ambaye ndiye mmiliki wa planet, alafu kuna Won Wo-yoon, huyu ni profesa. Yeon-ji akampigia simu Ji-hook na kumwambia nimeangalia akaunti za Profesa Won Wo-yoon na familia yake, nimegundua wako Korea na yuko kwenye department za planet. Ghafla simu ikakata. Hapo akapokea simu ya Chifu, akamwambia Mr. Lee amegundua Director Kang aliporazwa na vijana wangu wamemtoa ili kumhamisha na nitakupigia kwa kitakachoendelea. Huyu ndo Profesa Won Wo-yoon. Wakati akitoka akasikia kiitwa na sio mwingine ni Ji-hook. Akamwonyesha na hapa ipo, kwa hiyo atii amri. Akamleta mpaka kwenye chumba cha kutunza data, akamwambia fanya chapo kwa sababu hatuna muda wa kutosha. Profesa akasema kama lengo lako unataka kuzisambaza taarifa hizi kwa waandishi wa habari ni sawa na kazi bure, ni kwa sababu data zote zimefungwa, kwa hiyo ni lazima zifunguliwe na ni mtu mmoja anaweza kufanya hivyo. Mwamba hakutaka kupoteza muda, akaja mpaka kwa Shin Sang-yeon na kumwashia moto. Na swali ni moja, jinsi ya kufungua data hizo.
Akaingia Mr. Lee. Huenda ikawa ilikuwa ni mtego. Juke akasema wewe ni mmoja waliopanga kumshambulia Lee Dong-chul mwaka mmoja uliopita, na wewe ndio uliyevujisha listi ya mawakala ya siri waliokuwa wakifanya kazi China, na mpango huo ulipofeli ukaamua kumuua Lee Dong-chul na ukajaribu kuniondoa mimi na marafiki zangu. Mr. Lee akasema kwa ulivyoanza na maendeleo ulikuwa sawa, lakini kwenye hitimisho umekosea. Kama usipouliza ni kwa nini, utakuwa umepoteza Max. Unajua tunafanya kazi katika vivuli na tunajiweka kwenye nuru, na ina maana katika vifo vyetu hatutaweza kuepuka vivuli. Na nimefanya kazi nafasi za chini katika taasisi jumla ya nafasi 21 tangu uongozi ulipobadilika zaidi ya mara 8, na zimekuja na kuondoka kama wageni. Walituamuru tuingilie uchaguzi, kuhujumu umma na kupeleleza watu, kisha wakatoweka baada ya kuchafua jina letu, na hayo yote ulichangia pia. Na kama nitamalizia hatua za mwisho, shirika letu litazaliwa upya kuwa kubwa na lenye nguvu, ili mtu yote asithubutu kutusumbua. Juke akasema acha ujinga, kama utajaribu kufanya ushawishi wako utakuwa umewaua wasaidizi wako kwa binafsi wako, Yoon Seok, Dong Wook, Choi Lak, So Yeo na Director Kang, na yeyote ambaye anajaribu kukuzuia umekuwa ukimuumiza. Mr. Lee akaamuru aletwe mtu. Ikaingia timu ya kutosha na Yoji tayari ameshataifishwa chini ya ulinzi. Kumbe Mr. Lee alikuwa ameshamsanukia, na ndio maana akasema wakiwe macho yote kama Argos. Akaambiwa kama unataka binti awe salama, weka silaha yako chini. Mwamba ikabidi awe mpole, lakini anakumbuka kabla ya kuja hapa alikuwa ameshaongea na Director Kang na akamwambia video ya mwisho anaomba irushwe kwenye umati wa watu ili kila mtu ajue. Na huku ndani ya kitengo video inaachiwa na watu wanasubiri kuiona kwa hamu ili kusikiliza. Na Director Kang tayari amesharudi kazini sasa, inaonekana mambo yameanza kuwa safi. Video inasema kama nilivyoahidi nitasema kila kitu kilichotokea hiyo siku. Hiyo siku mtu alio marafiki zangu alikuwa ni wewe, Han Jiuk. Mwamba na watu wote waliokuwa wakiangalia wanashangaa kuona hii kitu imekaaje. Na Jiuk anakumbuka ni kweli aliwakili. Na hapa ndo unakuwa mwisho wa episode hii hapa ya 9. Na kukumbusha kama ni mgeni katika channel hii usiache kusubscribe, kulike na kushare. Tukutane episode nyingine.